Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin anaamini kwamba mzozo na Ukraine unakaribia kumalizika. Rais huyo amesema anaweza kukutana na Volodymyr Zelensky mara tu makubaliano ya mwisho yatakapofikiwa. Rais huyo ambaye alisema hamtambui Zelensky kama rais, sasa yupo tayari kukutana na kiongozi huyo wa Ukraine. Sherehe za siku ya ushindi kote Urusi na duniani kote zilikamilika Mei 9, huku Rais Vladimir Putin akihitimisha mfululizo wa mikutano na viongozi wa kigeni waliofika Moscow na kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu mzozo wa Ukraine, uhusiano wa Urusi na China na masuala mengine ya kimataifa. Nadhani suala hilo linaelekea kukamilika kwa mzozo wa Ukraine, kiongozi huyo wa Urusi alisema wakati akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Pia hakuondoa uwezekano wa mkutano na Volodymyr Zelensky katika nchi ya tatu mara tu makubaliano ya mwisho ya suluhu yanapofikiwa. Kuna mambo muhimu ambayo yameelezwa kutokana na kile ambacho Putin amesema. Amesema kuwa kundi la utandawazi la wasomi wa Magharibi ambacho kinapigana vita dhidi ya Urusi kwa kutumia wa Ukraine kama washirika. Tunahitaji kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayetutishia. Hili ndilo lengo letu kuu, anasema Rais Putin. Na amesema alipoulizwa kuhusu vigezo vya mazungumzo ya amani, alisisitiza kuwa Moscow inafahamu vyema usaidizi wa Magharibi kwa Ukraine, hasa kwa teknolojia ya ndege zisizokuwa na rubani, lakini akabainisha kuwa upande wa pili sasa unatafuta njia za kuanzisha mawasiliano, ukielewa kikamilifu kwamba kupanda zaidi kunaweza kuwa ghali sana. Trump aliunga mkono usitishaji wa vita wa siku ya ushindi. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alikumbuka mapambano ya pamoja dhidi ya Unazi wakati wa siku ya mwisho wa viongozi mwishoni mwa mwezi Aprili, wakati Putin alipomfahamisha mpango wa Urusi wa kutangaza kusitisha mapigano Mei 8 na 9. Rais Trump aliunga mkono, Putin alisema wakati akizungumza na waandishi wa habari. Urusi ilitangaza hadharani makubaliano hayo, lakini Kiev badala yake ilipendekeza kusitisha mapigano kuanzia Mei 6, ambayo inaonekana haikuwa na nia ya kushikilia. Jeshi la Ukraine lilikiuka usitishaji wa vita wa siku ya ushindi mara kwa kufanya mashambulizi 8970 baada ya Moscow kuamuru wanajeshi wake wote waliokuwa mstari wa mbele nchini Ukraine kusitisha operesheni za mapigano na kubaki katika nafasi zao. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, Moscow ilionya washirika kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya kulipa kisasi kwa Kiev. Kiongozi wa Urusi Vladimir alikumbuka mapambano ya pamoja dhidi ya Unazi wakati wa siku ya mwisho wa viongozi mwishoni mwa mwezi Aprili, wakati Putin alipomfahamisha mpango wa Urusi wa kutangaza kusitisha mapigano Mei 8 na 9. Rais Trump aliunga mkono, Putin alisema wakati akizungumza na waandishi wa habari. Urusi ilitangaza hadharani makubaliano hayo, lakini Kiev badala yake ilipendekeza kusitisha mapigano kuanzia Mei 6, ambayo inaonekana haikuwa na nia ya kushikilia. Jeshi la Ukraine lilikiuka usitishaji wa vita wa siku ya ushindi kwa kufanya mashambulizi 8970 baada ya Moscow kuamuru wanajeshi wake wote waliokuwa mstari wa mbele nchini Ukraine kusitisha operesheni za mapigano na kubaki katika nafasi zao. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, Moscow ilionya washirika kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya kulipa kisasi kwa Kiev. Kiongozi wa Urusi Vladimir Putin alisisitiza kwamba Moscow haina hamu ya kuzidisha uhusiano na mtu yeyote, na kwamba iliwaonya mara kwa mara washirika wa kigeni juu ya athari zinazowezekana za uchochezi wa Kiev katika siku ya ushindi. Baada ya Zelensky kutoa vitisho kadhaa vilivyofichika, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilionya kwamba mashambulizi ya kulipiza kisasi katikati mwa Kiev yatafanyika ikiwa majaribio yatafanywa kuvuruga hafla ya siku ya ushindi huko Moscow, na kuwataka wakazi na wanadiplomasia kuondoka mapema katika mji mkuu wa Ukraine. Putin alisema kuwa vituo vyote muhimu vya manunuzi vya serikali ya Ukraine na kijeshi viko katikati mwa Kiev, karibu na balozi nyingi za kigeni. Alisema Urusi ilieleza waziwazi hali inayowezekana kutokea, na akiwaonya washirika wakuu kama vile China na India. Moscow pia ilifahamisha Washington kuhusu madhara yanayoweza kutokea, ambayo Putin anaamini yalichangia juhudi za kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na mpango uliopanuliwa wa Rais Donald Trump kusitisha mapigano. Ukraine bado haikujibu mpango wa kubadilishana wafungwa wa kivita.
Moscow ilituma Kiev orodha ya wafungwa 500 wa kivita wa Ukraine na kupendekeza mabadilishano mnamo Mei 5, lakini bado haijapata majibu, Putin alisema. Tuliunga mkono mara kwa mara, na Putin aliendelea kusema, akimaanisha pendekezo la Trump. Kwa mujibu wa rais wa Urusi, Ukraine ilisema inahitaji muda wa kupitia orodha hiyo na baadaye ikasema kuwa haijajiandaa kwa mabadilishano hayo. Urusi pia imeshutumu Kiev kwa kukataa ubadilishanaji mwingine wa wafungwa siku ya jana ya mapema Mei 9. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.